au kuna mazoezi fulani unaambiwa usifanye. Waadventista hawasomi tena kile kilichoandikwa katika vitabu vyetu. Akaja mtu mmoja ananiambia, anasema unajua hili habari ya unywaji wa chai na kahawa, hiyo bana ni hoja ambayo bado ipo katika ni controversial. Hiyo ni controversial ni maelezo ambayo bado tuna debate kwamba tuache kunywa chai na kahawa ama tusinywe. Hivi kahawa ni mbaya ama sio mbaya? Bado tuna debate. Wakati roho ya unabii imesema moja kwa moja, anywae chai, anywae kahawa na avutae sigara na kunywa pombe wote ni sawa, ni dhambi. Ila utakuta Mwadventista anasema bado tunajadili tuone kwamba hivi ni dhambi inatokea wapi? Hiyo dhambi inatokea wapi? Na kwani kuna shida gani? Ni sawa sawa na Waisraeli walioambiwa na Mungu, sasa pandeni nyinyi mwende mkamiliki hiyo nchi. Wanasema ngoja tukaipeleleze kwanza. Kwa hiyo kuna research. Sasa hivi kuna research zinaendelea kwa mambo yaliyoambiwa hili halifai kwa chakula. Mwingine akaniambia tena Mwadventista, unajua tea and coffee, chai na kahawa ina antioxidant nyingi. Kwa hiyo kwa sababu ya zile antioxidant nyingi, kwa hiyo tunakunywa kwa ajili ya antioxidant. Sasa kwani antioxidant ipo tu kwenye tea and coffee? Hata ukienda polisi kwenye vituo vya polisi vile vya zamani, utakuta drugs of addiction. Ukiangalia drugs of addiction, wamekuambia cocaine sijui nini, wanakuambia nini hiyo neno, afu chini wamekuambia chai na kahawa. Yaani polisi anajua chai na kahawa ni drug of addiction. Wewe msabato unasema kwamba unajua it is controversial, unajua kuna antioxidant. Acha bana mambo ya tusijadili mambo ambayo hata hayajaenda vizuri. Tusijadili bana vitu vingine. Juma hili tunajifunza jinsi ya kula, kunywa, jinsi ya kufanya zile kanuni za asili tupate kuwa na afya njema. Jamani, Bwana asifiwe sana. Tuwe na afya njema. Na leo katika kanuni zile, of course ukiangalia juma hili wamependa tuangalie sana habari ya ulaji, kwa sababu ulaji, jinsi ya kula kumeharibiwa. Sasa hivi kula kumeharibiwa. Rafiki yangu mmoja tukakutana naye mahali fulani, wenzake wakamwambia, unamwona huyu hali kitimoto, ile tulikuwa bado tuko kwenye miaka kama ya 25 hivi. Na huyo mmoja akaja, wanaenda sasa mahali fulani, anamwambia mwenzetu huyu halagi kitimoto. Yule kijana akamwambia, halagi kitimoto huyu? Sisi mara moja tunaendaga kula kitimoto. Maana kwani kuna shida gani kwenye kula kitimoto? Kwani kuna shida gani? Maana kitimoto kila sehemu kitimoto inafaa. Kitimoto hadi Waadventista wa Sabato baadhi wanakula kitimoto, na huyo alikuwa mmoja wapo anakula kitimoto. Na tukakutana naye mlangoni pale, nikamwambia vipi bana? Akashtuka, kumbe alikuwa anaenda kula kitimoto mara moja. Lazima tujue chakula ni kipi, maana sio kiuzwacho chochote huko, sio kila kuku inayouzwa huko njiani. Na siku hizi hakuna kujizuia. Na nataka nikuambie neno moja, ya kwamba magonjwa mengi yaliyopo duniani leo na vifo vingi vilivyopo duniani leo ni kwa sababu ya nini? Ya tumbo, ulaji. Mtu mmoja akawa anasema, sasa hivi bwana usiwe na shida yoyote, unataka kupunguza uzito, usile wanga kabisa. Kwa hiyo nisile wanga kabisa, nile nini sasa? Uwe unaamka asubuhi unakunywa vijiko 3 vya mafuta. Yaani kusoma kwako kwingi kunaanza kukurudisha, you are regressing. Unasema kuna kile inaitwa regressive milestone. Yaani ulikuwa umeshaanza kutembea, unaanza kukimbia. Sasa umefika mbele, unaanza tena kurudi kule nyuma, hata unasahau biolojia ile ndogo kabisa. Vyakula vya kujenga mwili, vyakula vya kulinda mwili, vyakula vya kutia nguvu na joto mwilini, kuna maji, kuna lafeges, umesahau. Sasa hivi unasema unakunywa mafuta.
Yaani unakunywa eti unasema haya mafuta ni yamefanywa utafiti. Unajua utafiti unaweza ukaleta matokeo ya kitu chochote kulingana na unavyotaka. Utafiti unaweza ukaleta. Unamkuta Mwadventista asubuhi ili aje kanisani anamimina mafuta kwenye kijiko. Anamimina mafuta 1, 2, 3. Anakuja pale amsikilize mwinjilisti neema, baadaye unashangaa amechoka hata brain. Yaani mafuta kuja yakatengenezwe kuleta akili iweze kufanya kazi, inakuwa kazi kubwa. Haelewi hata mafundisho, anaona mafundisho marefu na muda umeenda, amechoka. Mwingine unakuta pale, rafiki yangu mmoja nikakutana naye, nikamwambia vipi twende chakula? Akasema pale mimi na vyakula ninavyochagua. Haya, unachagua nini? Anachukua tu vimboga vile vimboga vya majani, anachukua tu vimboga vya majani pale. Alafu anasema mimi napunguza uzito. Nikamwambia sasa wewe haupunguzi uzito lakini utaumia. Wewe utaumia. Zamani sisi tulijifunza afya na raha. Si kitabu kile kinaitwa Afya na nini? Na Raha. Ndio maana tumeita furaha gani na ushiriki nikimtegemea Yesu. Afya na raha. Sasa zamani tulijifunza mboga na matunda. Tulikuwa nasema mboga na matunda ni dawa. Mboga na matunda ni dawa. Sasa wewe miezi mitatu unakula dawa tu. Yaani wewe unakula dawa tu. Unakula dawa. Chakula kingi. Unakula dawa tu, unakula dawa. Utapata matatizo. Unaumwa nini? Mbona unakula dawa tu ndugu yangu? Kuna shida gani unakula dawa tu? Na wengine sasa siku hizi kuna hofu ya tunataka tuwe wembamba. Yaani tunataka tuwe wembamba. Yaani tukae wembamba, slim, English figure. Nani alikwambia kwamba English figure kwamba English figure ndio ya utakatifu, ndio ya afya? Wewe nenda huko kaangalia majamaa huko. Nenda huko Dodoma ukayaone majamaa. Hayana hata English figure lakini ukilipima pressure hamna. Ukiangalia nini alina, kisukari alina. Na alina hiyo English figure limekaa liko vizuri na kula vizuri. Sasa siku hizi unaangalia tu kidogo tunataka yani hivi. Tena mabinti paka kae hivi. Sasa mabinti mnisikilize, kuna wanaume wengine hawapendi waliokaa hivi sana. Yaani waliokaa hivi sana, kuna wanaume wengine hawapendi. Wanataka kuwe angalau kuna kanyama kidogo. Jamani bwana asifiwe. Wewe unaondoa zote unakaa hivi afu na ukikaa hivi na eti kwamba paka kuwe sijui kuna manani huko mashimo yote. Hapana. Kama mwili wako metabolism ni kubwa, yani ule mmeng'enyo wa chakula ni mkubwa, kwa hiyo umekufanya ukawa slimu, lakini unakuwa unaachia zile sehemu nyingine zina afya, mashavu yanapendeza, basi umepewa hiyo. Lakini sio watu wote tuwe kama English figure. Haiwezekani. Na watu wanataka kutulazimisha kwa sababu wao wamekonda, wote tukonde, tuwe wote tukae tutembee hivi. Hapana. Haiwezekani hiyo. Utaua watu. Kuna watu hapa ukiwashusha huo mwili wanalazwa kwa sababu mwili, yani huo ni kazi kubwa kunani hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, ndipo tunakuja na neno nasema, basi ndugu zangu, mlapo au mnywapo ama mfanyapo neno lolote, fanyeni yote kwa nini ndugu zangu? Kwa utukufu wa Mungu. Hiyo ni kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10 fungu la 31. Na Zekaria 7 fungu la 6 anasema, na wakati mlapo chakula na kunywa, je, hamli kwa ajili ya nafsi zenu na kunywa kwa ajili ya nafsi zenu? Nafsi lazima, huo mwili lazima ule. Na wiki hii tunajifunza tena, kuna quotation moja niliisoma ile quotation moja inasema hata unapofunga usifunge ile, yani unafunga hakuna kitu chochote, hata maji hamna, yani hakuna kitu, unatembea. Umefunga mtu wa Mungu, unatembea unasema nataka nimkaribie Bwana. Hapana. Paka unaanguka unalala chini, unataka umkaribie Bwana, umefunga. Nafunga kwa ajili ya Bwana. Tena nabii anasema not the absence of food altogether. Sio kukosa kabisa, eti umekosa kabisa, hamna kitu humo kabisa, hata kuonjapo. Tena ukigusa hata kajuisi hivyo anasema wewe umendani hiyo mbaya hiyo.
Ukionja maji unaambiwa huyu ana imani, huyu ameonja maji. Sasa ngoja niwape challenge, lakini msinihukumu. Hivi Yesu alipofunga siku 40, naye Yesu akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona? Jamani, mwisho akaona? Hamjasoma pale vizuri? Naye Yesu akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona? Akaona njaa. Mimi nimesoma hivi, mimi sijasoma sehemu nyingine kwamba mwisho akaona kiu, mimi sijasoma. Japokuwa ni jangwani hakuna maji, lakini mimi nimesoma mwisho akaona njaa. Sasa alitufungia sisi. Wewe unataka kufunga siku 40, eti alishakufungia kwanza. Wewe unatakiwa tu urespondi, upokee. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tumbo lazima liwe na kitu, lakini tunaongezea hapo kwa kanuni hiyo kwamba alikunywa maji usiniulize. Mimi nasema hivi, mwisho akaona njaa. Unapofunga weka maji, safisha huo mwili, toa masumu hayo kwa kukojoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unakunywa maji, unatoa zile zote, kwa sababu mwili unapokuwa umefunga unaanza kukatakata. Unaanza na glucose ile iliyomo, baada ya masaa 20 karibu nafikiri masaa 10 na ngapi hivi inamaliza ile glucose. Ikitoka pale inaanza na mafuta yale, inaenda inakula mafuta yale, inakula. Ukiendelea tena siku ya 3 yani inaanza protini, inaanza kula protini. Ndio maana unaanza kuona mtu amefunga siku nyingi, baadaye anaanza kuwa yani misuli yote imeisha, inaanza kula protini. Sasa protini ikivunjwa inaenda wapi? Lazima ipite kwenye figo. Sasa inapopita kwenye figo hakuna maji. Matokeo yake figo inaanza kushindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo ipe maji, unatoa yale masumu, ndio inaitwa creatinine na urea. Yale masumu yanatoka kwa sababu maji, yani maji ni kama gari la kubeba yale masumu, inatoa. Kwa hiyo unapofunga, mimi ningesema tutajifunza hapo mbele jinsi ya kufunga, unakunywa na maji na sio dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sijawasikia. Bwana Yesu asifiwe. Mlapo ama mnywapo ama mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Sasa Mungu alitoa chakula tangu mwanzo, amefundisha chakula ni nini kinaenda, chakula kipi kiliwe, kinaenda kwa historia yote, kinaenda ili tuweze kuwa na afya. Turudi kule mwanzo, chakula gani kiliwekwa na taratibu gani ziliwekwa na Mungu mpaka tumefikia hapa. Kwa nini tusile hiki? Kwa nini tule hiki? Kanuni imewekwa. Na Mungu anaposema, ana akili kuliko madokta, ana akili kuliko maprofesa. Mungu ana akili kuliko dokta yoyote na profesa yoyote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Usilete research zako kupingana na research yoyote inayopingana na neno takatifu la Mungu lililoandikwa. Hiyo si research, ni utafiti feki, ni biased na ni feki. Kwa sababu mwisho wa yote ni madhara tu yatafuata hapo. Kwa hiyo watu wa Mungu wa Adventista, turudi kwenye neno la Bwana, limesema nini tule na nini tunywe. Na tunaenda mbele tunasema tule saa ngapi? Tuleje saa ngapi? Tuleje. Maana siku hizi, kwa sababu hapa mjini siwezi kuwafundisha kwamba jamani hiki chakula mle namna gani, kwa sababu hapa mjini vyakula ni vingi, mahindi kila mahali. Ukienda mahindi, ukienda hivi, na ukiwa umeshapewa buku 10 na nini. Kwa hiyo watu kila sehemu wanakula. Haya mahindi yana afya, unakula. Ukienda fika pale tu unakula hindi. Tena ukitoka pale umekula muhogo wa kuchoma. Ukitoka pale umekula karanga. Ukitoka pale umekula. Baadaye ukifika ugali. Ndio maana watu wa Dar es Salaam wengi uzito wao, jamani, uzito wao uko wapi? Uko juu. Kwa hiyo wana utapiamlo wa uzito mwingi. Utapiamlo wa uzito mwingi. Kuna ule utapiamlo wa uzito kidogo, lakini kuna utapiamlo ule wa uzito mwingi, obese. Kwa hiyo somo langu hapa kidogo sitachukua yote yaliyoandikwa, kwa sababu audience yangu napowaona wote, mashavu yenu napowaona, jinsi nyuso zenu naonekana, inabidi tujifunze nini tule saa ngapi na tuleje, ili uzito wetu ukae sawa sawa tu, usiharibike. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, kwa sababu bila kuelewa hivyo unashangaa Mwadventista amepata kisukari, ambayo ni magonjwa huko nyuma yalikuwa sisi ni labda ya ukoo, umeambukizwa sana, ukoo umekurushushia. Siku hizi kuna kisukari cha ulaji, kisukari cha ulaji. Si unajua kisukari cha ulaji? Wangapi wanajua kisukari cha ulaji?
Type 2 diabetes ni kisukari cha ulaji na kukosa mazoezi. Sehemu kubwa. Hasa useme ipo kwenye ukoo. Unaweza ukabadilisha kisukari cha kwenye ukoo kisiwepo kwako. Na mimi nataka nikufundishe kisukari cha kwenye ukoo, jinsi ya kushinda kisukari cha kwenye ukoo. Acha kile cha kupata kwamba ile pancreas, ile kongosho, kongosho, si ndio? Pancreas kongosho. Lile kongosho kwamba alitoi insulin ya kutosha. Acha hicho kwamba unachoa. Kuna kile umezaliwa vizuri, una nguvu zote, yani pancreas inafanya kazi, lakini unakuja kupata kisukari cha ukoo ukiwa na miaka 30. Siku hizi imeshuka kabisa hadi 27, mtu ana kisukari 25. Kwamba insulin haiwezi tena ikafanya kazi, kwamba sukari imezidi kwenye damu. Na siku hizi pale ofisini nimeangalia shida moja. Unampima mtu ile sukari ya kawaida, ile sukari inaitwa random blood sugar au random blood glucose. Unapima iko normal, iko 5.5. Sasa unampima sukari ya miezi mitatu, inaitwa HbA1c. HbA1c au inaitwa glycated hemoglobin. Yani kwa maana hii, unajua hemoglobin ina vichwa vinne. Ile hemoglobin wangapi unafahamu hemoglobin? Hemoglobin, damu ile nyekundu. Simeshafahamu kile zile chembe nyekundu zile, hemoglobin. Sasa hemoglobin ina vichwa vinne. Vile vichwa vina kazi yake ni kubeba oksijeni. Inabeba oksijeni, inashusha. Inapeleka kwenye figo, inashusha, inarudi tena kwenye mapafu. Inabeba oksijeni, inaenda inashusha kwenye moyo. Inashusha, inapeleka kwenye ubongo. Ndio kazi hiyo ya hemoglobin, kubeba oksijeni, kuihamisha. Sasa uwezo wa hemoglobin kubeba oksijeni unatarajiwa uwe ni 4% mpaka 6 ya hayo magari au hizo hemoglobin ndio iwe imebeba sukari. Pasenti ngapi nimesema? 4 mpaka ngapi? Mpaka 6 ya hayo magari ndio yawe yamebeba nini? Glucose. Yamebeba glucose. Pasenti 4. Hizi pasenti 94 mpaka 96 natakiwa zibebe oksijeni. Zinatakiwa zibebe nini ndugu zangu? Oksijeni. Sasa nimegundua siku hizi katika kupima kwangu, na mtu mwingine anaweza akafanya utafiti, maana siku hizi watu hawajifikirishi. Wakisikia tu unaongea anaenda kufanyia utafiti hicho ulichoongea, basi utakuwa umesaidia Watanzania. Basi unafanya hivi, unapoenda kupima unakuta glucose iliyobebwa imezidi 6%. Yani magari yaliyobeba glucose yamezidi 6%, yani 7 kuendelea. Ikizidi tu 6.6 kamili, maana yake wewe una viashiria vya kisukari. Na hemoglobin HbA1c, hiyo glycated hemoglobin, ndio measure of complication. Yani ndio kipimo cha madhara yanayoambatana na sukari kwa mtu mwenye kisukari. Hata unakuta mtu ukipima randomly hana sukari, lakini ukipima ya miezi mitatu anaonekana wakati fulani usiku ama wakati fulani mchana, huyo mtu alikuwa na sukari iko wapi, namna gani? Iko juu ndani ya miezi mitatu. Tukipima ile glycated hemoglobin tunapima ndani ya miezi mitatu, kwa sababu ile hemoglobin miezi mitatu minne inakuwa imeharibiwa, ina turn over, inaleta nyingine. Ndio maana tukipima tunakupima glucose ya glycated hemoglobin ya miezi mitatu. Sasa unakuta imezidi. Kwa maana hii leo hakuna sukari nyingi kwenye damu, lakini inaonekana wewe uliwahi kuwa na sukari nyingi kwenye damu ndani ya miezi mitatu, na mtu hana kisukari. Kwa hiyo kuna shida gani? Nikajiuliza, kuna shida ya ulaji. Na ulaji huo una shida gani? Kuna shida ya kula. Karibu kula. Ukienda karibu kula. Ukikelele kula. Ukifika sokoni kula. Ukinani kula. Yani mlapo au mnywapo au mfanyapo neno lolote kwa utukufu wa Bwana, wewe unafanya utukufu wa tumbo. Kula. Indi kula. Choloko kula. Yani ukifika sehemu kula. Haya mahindi tena, mahindi ya nyumbani ya kuchoma haya kula. Tukifika pale sijui hapa kuna nini hapa tena siku hizi, karanga kabisa hizi zina afya, zinaongeza nani, karanga hizi zinaongeza kula. Ukikutana na korosho, korosho leta korosho kula. Ukinani hivi kigeuka kidogo, ufuta, una selenium ya kutosha kula. Ukikutana na Brazil nafsi, yani leta kula.
Sasa wewe ni kula, ukifika hapo kula, ya jamani, la kienyeji, kula kila saa, kula. Sasa kula hii imefanya watu wengi wana viashiria vya kisukari kabla ya wakati, wengi. Na mimi nimewapima, mimi mwenyewe nimewapima, na wengine ni wenzangu kabisa nimewapima. Sasa niwaambie mimi kwa ushuhuda wangu, kuna kipindi nilikuta ile glycated hemoglobin imefika 6.3. Mimi mwenyewe hivi. Nikasema sitaki upumbavu. Yaani imezidi RBG normal. Kila kitu kiko normal. Ila glycated hemoglobin imefika 6.3. Nilichofanya nikaanza mkakati ambao nitawaambia. Ikarudi ikawa chini ya 4. Nimerudia mara zote iko chini ya 4 na nitawaambia nilichokifanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hatupaswi kuugua magonjwa ya kimisri. Magonjwa ya kimisri hayapasi watu wa Mungu. Sisi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Tumetengwa. Hatuli kitimoto, hatuli vitu hivyo vya ajabu. Sasa na Kiswahili kitoke wapi? Tunaweza tukakishinda kwa kujifunza kula. Na kuna kanuni ya Biblia ya kula. Ule nini? Ule saa ngapi? Ule kiasi gani? Shida nyingine, I'm just introducing, nawapa tu ile mtangulizi. Siku hizi kuna ile kwamba sasa bwana umesikia kula kidogo. Kula kidogo. Nakula kidogo tu, napunguza uzito, nakula kidogo. Naye kwambia kula kidogo ndio inapunguza uzito. In fact, unapokula kidogo ile pale kidogo, ama ukala umeacha ngoja nikwambie sasa. Unapokuwa umekula kidogo ile ama umeacha wanga, kwa mfano ukiacha wanga wote ndani ya siku 2, unaona uzito umepungua kilo ngapi? Jamani, unapungua uzito kilo ngapi? 2 mpaka 4. Sasa kilo 2 mpaka 4 unazopungua baada ya kuacha wanga na kula kidogo, hizo kilo 2 mpaka 4 ni maji tu hayo. Umepunguza maji, hujapunguza uzito wewe, umepunguza tu maji. Yaani hapo umepunguza tu maji. Na ndio maana ukishapunguza kilo 4, ama wengine wanene sana kulingana na unene wake, ukipunguza kilo 7 baada ya kufanya ile umejinyima kabisa. Yale ni maji tu. Na ukirudi tu siku moja ya pili ukala, na siku ya pili ukala ukanywa maji, unacheka, sasa nimeongezeka siku 2 tu, nimeongezeka, imekuaje tena? Si maji yamerudi. Kwa sababu wanga ule wanga ni kama sponge. Kama sponge. Jamani, sinafahamu ni sponge lile. Kama lile sponge. Lile sponge ukilikamua linaweza likajaa kwenye ngumi hapa. Lakini na maji yote yametoka. Alafu ukilifanya lile sponge sasa, hebu ngoja sasa sponge tuliwekee maji, ukiliona limejaa maji. Kwa hiyo baada ya siku 2 umejinyima mpaka hatukuelewi, mpaka umechizi, unataka kuanguka njiani, unayumba, umekosa glucose, unataka kuyumba, umekamua baadaye ukinywa maji ukala vizuri, baada sijui mwili wangu ukoje, yani mwili ya kijita kisukuma hii, mwili ya tofauti hii, mbona yani kidogo tu ni maji tu, maji. Na kwa sababu ukikosa sana wanga, ukala vitu kinachotokea ni kwamba hata hamu ya maji inafanyaje? Inapungua. Hata hamu ya maji inapungua. Unless uweze kuongeza chumvi kidogo. Uongeze chumvi kwenye, yani uongeze kachumvi kidogo ili ujisikie, maana palipo na chumvi maji yanakuja. Kwa hiyo biology, Mungu aliumba biology ya mwili. Maana nimeumbwa mimi kwa jinsi ajabu ya kutisha, hata moyo wangu unashuhudia. Na yote yamefunuliwa kwenye roho ya ndugu zangu ya unabii. Ellen G. White, yule mama Ellen G. White, profesa. Kwanza profesa ni cheo gani? Nabii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni nabii. Nabii ametranscend, amepita kwenye biology. Ukiangalia yote, yeye ndio wa kwanza kusema sigara haifai. Kipindi hicho anasema sigara haifai, watu walikuwa wana prescribe sigara. Yani unaenda kwa dokta anakuandikia kuvuta sigara 5. Ilikuwa yeye anasema sigara haifai. Sigara imekuja baada ya miaka mingi tena hayupo.
Ndio wanasema sigara mbaya, kansa zote zinaambatana na sigara. Nabii Ellen G. White ni nabii, sio wa Sabato, ni nabii wa kizazi hiki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mbaya ni hivi, kuna watu tena wengine waliopewa kazi ya kuweza kusimamia mambo haya na vitabu hivi wanapinga. Sasa wengine ni mimi, unajua mimi kuna sana kusikiliza, nasema huyu ana matatizo. Kwa sababu hujamsoma Mama White, hujamsoma Ellen G. White, hujui hata nani. Unaanza kumpinga, unaanza kuweka mambo mengine, au unaanza kutafuta, unaona kama vile alikuwa hajasoma. Yule mama ukimpinga, unampinga at your own peril, kwa sababu aliyoyasema yameproviwa mpaka leo kwamba ni kweli na ni kweli tupu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia kwenye roho ya unabii, na tumepewa jinsi ya kula. Mtu anakula, kwa mfano mtu anakula, na mama nabii amesema vizuri. Mtu anakula tu maharage. Nimeambiwa maharage yana afya sana. Maharage tu kila siku, maharage. Paka maharage yamepanda bei. Tumeambiwa maharage tu. Sasa wewe you cannot eat, uwezi kula tu only a single variety. Yaani kaaina kamoja tu. Mungu aliumba kwa aina zake. Ili kwa aina zake, ili upate variety hapa. Kadri unapokuwa unachagua vile nani, unapochagua zile mikunde kadri inavyobadilisha rangi, hii nyekundu, hii rangi gani, hii nyeupe, yani ile rangi ile ndio inaleta vitu tofauti na inaleta afya tofauti, yani inaleta uboreshaji wa afya zaidi. Sio tumeambiwa maharage, na siku hizi maharage tu mtu anapiga. Sasa ukimwangalia kwa mfano mtu ambaye anakula maharage, mimi nimejaribisha. Na mimi nilijaribisha hiyo. Nikala maharage kila siku maharage mpaka nyumbani yule bibi, kuna bibi yangu ana miaka 90 na fikiri 100, afikisha 100, niko naye hapo nyumbani. Nikifika mezani pale maharage, nikigeuka maharage. Sasa mwisho akanitania akasema, "Wewe unajua maharage yanaongeza uzito, unasema usipunguze, maharage yanaongeza." Kaambia, "Wewe mzee, subiri kwanza mzee, ngoja kwanza ni nani." Kwa hiyo nikifika nyumbani anasema, "Unaenda kula nini?" Yeye anaanza, "Maharage." Huyu anasema, "Maharage kwani ni kitu kibaya? Maharage kitu kizuri." Lakini kila siku maharage. Mwishowe sasa nikaenda kupima. Nilienda kupima renal function. Nikapima ufanyaji wa figo. Tunapima serum creatinine, tunapima urea, tunapima nitrogen. Ile ufanyaji wa figo unafanyaje kazi ile figo. Nikakuta yafuatayo. Nikakuta creatinine iko safi, lakini iko 90 na kitu. Nikakuta urea imezidi. Urea imezidi. Unajua protein unavyoivunja ukivunja protein ndio inatoa creatinine, inatoa na urea. Kwa hiyo nilikuwa na kitu kinaitwa azotemia. Azotemia maana yake, yani urea iko juu lakini creatinine iko normal. Kama creatinine ikiwa juu ndio unaambiwa kwamba figo zimeharibika, kwa hiyo ufanyiwe. Ikizidi 500 unaambiwa ufanyiwe, labda unafikiriwa ufanyiwe dialysis. Na naanza kufikiria kwa nini matatizo ya dialysis yameongezeka sana sasa hivi. Kwa nini figo zimeanza kuongezeka? Kwa sababu ulaji umekuwa zamani tunasema balanced diet. Yani chakula kilicho, tunaitaje balanced diet? Chakula kilicho mlo kamili. Asante sana. Unakula mlo kamili, umejaa kila sehemu. Siku hizi unakuta mtu anakula, ameambiwa wanga mbaya, lakini anakula nyama kilo 1. Tena naambia, nakula nyama nishukishe uzito. Wewe una matatizo. Nyama yote unaokula kilo nzima, ile nyama inahitaji energy ili iweze kumeng'enywa. Na inatoka kupitia kwenye figo. Nyama inapita kutoka kwenye figo. Sasa wewe energy huli. Unataka hiyo nyama ndio ibadilishwe. Ni kweli protein inabadilishwa kuwa energy. Na mafuta nayo yanabadilishwa kuwa energy. Kama vile wanga unavyobadilishwa kuwa energy. Sawa, ni kweli. Lakini process ya kubadilisha ile nyama iwe energy ni ndefu. Na wewe umekula kilo nzima. Baadaye uchafu wote ule wa nyama unapita kwenye figo wote, utoke. Na maji ujanywa mwezi mzima, unywe maji, unakunywa maji kidogo.
jawabu lake nafuata mawe kwenye figo. Ndio maana ninajiwe, unywi maji. Si nani natakiwa kuwa unakunywa maji, yale maji si yanasafirisha uchafu. Kwa hiyo yale masumu yanakutana pale kwenye figo, yakishakutana kwenye figo yanaanza kuaggregate. Yakiaggregate na nini, kajiwe kanatengenezwa pale. Kajiwe kwenye figo, kajiwe kwenye nyongo, huku kwenye nyongo huku. Lazima turudi kwenye mstari, na sisi tumepewa kitabu na tumepewa nabii ambaye katika enzi zake zote Waadventista wa Sabato. Angalia historia, mzee anaweza kukwambia. Historia wa Sabato wamekuwa na afya kule Marekani wa Adventista baada ya kupokea ujumbe huu wa nabii. Ukipima afya wa Adventista wa Sabato wa Romalinda na wa Sabato wa kule Marekani, walikuwa na afya mara 10, yani miaka 10 zaidi, miaka 10 kuzidi ile population ya kawaida. Yani walikuwa wanaongeza miaka mingapi? 10 zaidi ya ile population ya kawaida, ile life expectancy. Na haimaanishi kwamba hawakupata kabisa matatizo ya saratani, kwamba hawakupata kabisa matatizo ya sukari. Ilimaanisha kwamba kama ingetokea, inatokea ukiwa na miaka 90 huko. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ile ambayo umeirithi ilikuwa inasukumwa itokei katika miaka ya nguvu, inatokea kwenye miaka ya huko mbele. Lakini siku hizi Waadventista wa Sabato na dunia yote wanaonisikiliza, mtoto ana miaka 25, kisukari tayari, pressure tayari, shida imeshakuwa, ameshakuwa sasa mambo hayaendi. Angalia saratani sasa hivi. Saratani, juzi pale Kinondo alikuwa na mtoto mdogo. Yule mtoto mdogo ana miaka kama nafikiri 4 au 3. Ana saratani ya jicho, mdogo kabisa. Saratani za utumbo mpana nyingi. Na mimi nimekaa hapa Mwenge, nimehesabu hapa Mwenge. Mimi ni dokta, mnielewe. Kwa hiyo kija hapa mtu amekufa kwa ajili ya nini, na hesabu 1. Nini amekufa kwa ajili ya, na hesabu 2. Nini na hesabu 3. Nini na hesabu 4. Nimeona, mimi nimeshuhudia kwenye Waadventista wa Sabato, yani saratani ya utumbo mpana nyingi tu kwetu. Hasa saratani ya utumbo mpana shida yake ni nini? Saratani ya utumbo mpana ni kwa sababu ya kula vyakula visivyo na lavage. Yani kama unakula nafaka iliyokobolewa, sio kitimoto, unakula nyama nyingi, na nyama haina lavage, haina fiber, haina zile fiber. Chooni uendi. Yani sema saratani ya utumbo mpana ni kukosa choo kwa sehemu kubwa. Nikamwambia rafiki yangu, akaniuliza, wewe unaenda chooni mara ngapi? Nikamwambia mimi chooni, ampendi kusikia chooni. Kuna rafiki yangu mmoja nikamwambia hivi, sasa bwana hebu subiri, ngoja. Akasema ufanyaje? Akasema nimejamba kidogo. Akasema seme mambo hayo bwana. Akasema kama unajua usipojamba wewe natakiwa nikupasue tumbo, usipojamba wewe. Sasa siku au kutoa gesi. Ni kujamba bana. Lazima utoe gesi. Wewe uelewi Bukelebe. Na kule watu wanakuja. Mimi ninapoenda kumkuta mtu ana shida ya tumbo, kiona tumbo ndio napiga rebound tena napiga hivi. Nalia kama ngoma, tympanic, tympanic. Nasikia nikisikia hyper tympanic yani dun najua huyu hajajamba siku nyingi huyu. Na muuliza umejamba? Choo? Intestinal obstruction. Is a fecal impaction, kuna kitu kimeziba. Ayacha mambo hayo nakwambia, lakini nataka kusema, unaenda chooni mara ngapi wewe? Wewe unaenda chooni mara ngapi? Chooni. Kutoa hiyo ya Biblia inasema unapotoa nyuma yako hakikisha kwamba umechimba shimo ili uifukie ile nyuma yako. Sasa Mungu anamini tumie lugha ya Biblia. Umetoa nyuma yako mara ngapi? Kuna watu wanatoa nyuma zao wanatoa mara moja ndani ya siku 2. Utapata saratani. Kweli you are candidate. Mimi
kwa ujumla mimi, kwa sababu mimi kwangu mimi nilitoka huku nakaa huko Kidimu huko. Nalima mboga mboga, na spinach nini, pima nini Chinese zile pote nini, sibiringanya pale, ukigeuka hivi papai, ukigeuka hivi nini. Kwa hiyo mimi nikisangia nikichelewa tunapiga papai langu hapo na lala, nikiamka katumbo kamenani kamekaa vizuri napiga msosi. Asubuhi lazima niende nikakae pale nitoe ile nyuma. Wewe asubuhi unatoa nyuma? Ile choo unatoa? Choo chako hakitumiki kisafi. Ukila mboga mboga na matunda vizuri, lazima asubuhi ukiamka ile bowel movement, ile peristalsis inakuwa imefanya vizuri na kimeshatengenezwa pale. Ukifika tena haukai kama mama naye anataka kuja pale kwenye nani, kwa sababu kuna wengine wakienda pale wanakaa, mama anasema na mimi nataka kuja na choo cha ndani kimoja, yani amekaa tu hataki kutoka yuko pale tu anasukuma. Baadaye bawasiri, ana bawasiri huyu, hemorrhoid, anasukuma. Ukila mboga mboga na matunda vizuri, ukifika tu pale, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kule ni raha, kwenda kule ni raha. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, sijawasikia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nimekuja kuwatambulishia hivi, kuna shida kubwa na nimeiona kanisani, wale ambao wanapata saratani ya tumbo, saratani ya utumbo mpana, saratani wamekuwa wengi. Sio hapa tu, nimeenda Ulaya, nimeangalia kwa watu wa Mungu, nimekuja huku nimeangalia. Lakini unaweza ukaishinda hiyo ukijua ulaji mzuri, na Mungu ameweka chakula ambacho huwezi ukakaa asubuhi hujaenda. Mimi asubuhi lazima niende, na jioni lazima niende, na mchana pale pakikaa vibaya lazima niende. Hapo mchana pakikaa vibaya kama nani, lazima niende. Mwingine anasema mara nyingi hivyo. Ndio, uende mara nyingi. Angalau mara ngapi jamani? Angalau mara ngapi? Basi hapa mjini chipsi, kuku, basi nikwambie mara 2, lakini mara 3. Bowel movement 3 times a day, hizo ndio normal. Lakini ukiwa unaenda tu unakula vitu vya visivyoeleweka, baadaye unashangaa tumbo limekuaje. Baadaye sumu zile zikikaa pale zinachoma. Unajua kadri choo isivyotoka, ile sumu inaanza kuchoma ule utumbo, inachoma ule utumbo. Ule utumbo unabadilika. Ukibadilika ule utumbo unaanza unageuka sasa, baadaye unavunja sheria ile ya kuharibiwa na kuondoka. Baadaye inakuwa liuvimbe, baadaye liuvimbe, baadaye njia ya choo imeziba. Leo nawapa tu utangulizi wa jinsi ya kuelewa kwamba imetupasa kurudi katika utaratibu wa Bwana. Na ndugu zangu, sheria ya Bwana ile tuliyojifunza inaitwa New Start: nutrition, lishe bora, mazoezi, maji, mwanga wa jua, kiasi, hewa safi, pumziko, pamoja na kuamini katika Mungu. Zile ni sheria za asili, ni natural laws. Ukizivunja, unajua siku hizi kimekuwa tofauti. Mnisameni, nawapa tu vionjo. Siku hizi mtu anafanya mambo yake, hataki kufanya sheria za Bwana za hizo moral laws, sheria za moral. Tuseme moral ni nini? Tuseme maadili, sheria za maadili za Mungu hataki. Sheria za asili za afya hataki. Sasa anapata matatizo. Ndio maana unaona kabisa makanisa mengi yamejaa, na baadaye akiomba mara 8 mara 9 anaanza kumtukana Mungu kwamba Mungu hujafanya. Unajua Mungu anataka hivi, tufate alishaweka utaratibu kwamba lazima ule chakula bora, ule chakula mlo kamili, alafu ufanye mazoezi, alafu yani ametuumba akatuachia tuende. Sasa kuna watu hawafanyi vyote hivyo, alafu sasa imekuwa mzigo wa Bwana afanye tu muujiza, alafu nirudi tena kwenye mambo yangu yale. Yaani Bwana unitendee muujiza, nirudi tena kwenye mambo yangu yale. Sasa Mungu si unamchosha jamani? Utasema Mungu achoshwe. Mungu unamchosha. Anasema mnanichosha nyie. Mnanichosha.
kwa sababu unarudia yale. Nimeshakupa kanuni ni hizi hapa, uwe na afya njema. Mbona watu wa zamani waliishi maisha marefu mazuri? Hakuna cancer rate imeongezeka hivi karibuni, ulaji. Matatizo ya kisukari ni hivi karibuni. Ukiangalia matatizo ya utapiamlo nayo yameongezeka sana hata katika nchi yetu. Matatizo ya utapiamlo yameongezeka sana kwa sababu hatujajua watoto walishwe nini na hatujajua tule nini na wakati gani ili tuweze kuwa na afya bora. Naomba niwasomee mambo machache baadaye tupate kujadili. Mungu ndiye mmiliki wa mwanadamu. Nafsi, mwili na roho ni vyake. Mungu alimtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya mwili na roho, na maisha yetu yote ni ya Mungu, ili tuwe wakfu kwa ajili ya utumishi wake, ili kwa kutumia kila uwezo aliotoa tumtukuze yeye. Hii imetoka katika kitabu cha The Youth's Instructor na Healthful Living, ukurasa wa 9. Kiumbe hai ni mali ya Mungu, ni mali yake kwa uumbaji na kwa ukombozi, na kwa kutumia vibaya uwezo wetu wowote tunamnyang'anya Mungu heshima anayostahili. Hii inatoka kwenye Healthful Living ile ukurasa wa 9 paragrafu ya 3. Mwili unapasa kupewa uangalifu maalumu ili nguvu za mwili zisiwe hafifu, lakini ziendelezwe kwa kiwango chake kamili. Sasa shida ni hivi, tunaishiwa nguvu kadri tunavyo. Of course ukienda si unaenda kuzeeka hivi, si nguvu zinatarajiwa zinapungua, lakini unaweza ukawa kama Yoshua, kama Kalebu anasema mimi sasa hivi na miaka 85, lakini nguvu zangu za sasa hivi nikiwa na miaka 85 ni kama nilivyokuwa na miaka 40 siku ile Musa alivyoniagiza kwamba ukifika kwenye ile nchi uliyoikanyaga wewe utachukua ile nchi. Sasa anamwambia Yoshua, mimi naomba unipe mlima huu ni upande, na matokeo yake yatakuwa yangu. Nitaenda niwapige, niwachukue, na matokeo yake yatakuwa yangu. 85 years anasema mimi niko radhi niende nikapigane. Nani mwa miaka 85 hapa? Hayupo. Haya, tumchukue miaka 85 hapa kanisani Mwenge, tumpeleke vitani. Jamani, tumpeleke vitani. Atakwambia jamani, kwa sababu wa miaka 85 unakuta yani hata kushuka ngazi na hata kichwa kimeshakubali, kichwa nacho kimeshakubali kwamba nimeisha. Sasa kwa niwaambie wale ambao ni youthful, wakina Mageni na wengine ambao miaka yenu imetoka, ndio maana ukiangalia, muangalie huyu mzee Mageni, ni mkubwa huyu, amekaribia 70 umekaribia. Yes. Sasa muangalie, ana nguvu za kufanya hivi. Ana nguvu za kufanya hivi na hata kukimbia. Kwa nini? Mazoezi. Hasa mazoezi ya hii miguu. Siku hizi kuna watu wanapiga mazoezi tu ya kifua hivi, huku mwembamba lakini huku kifua kimeenda hivi. Yaani ni mnene juu hivi lakini huku mwembamba. Na mimi nikueleze, mauti inaanzia huku miguuni huku. Mauti haianzi sana huku sawa, moyo na nini, lakini huku pakichoka mauti inaanzia huku. Ukishachoka huku kitabu kinakuja, afu umeshachoka, moyo unaharibika. Kwa hiyo lazima ujifunze, upige mazoezi jamani, ulinde afya yako. Na mazoezi ya afya ni mepesi, sio mazoezi yale ya mpaka ubebe machuma, sijui ukae hivi uwe bouncer. Sasa mimi huwa nasema, yani nije hapa na kuja sasa hili ndio neno la Bwana, afu nimejaa kifua hivi. Kwanza mtakuwa mnasema hivi, afu nikitikisa hivi titi linafanya wanasema hapa kuna nani hapa kweli. Sijui kama idadi hapo labda nayo ni nzuri, lakini mimi sielewi hiyo kwa hiyo inakuaje. Mwili lazima ulindwe, maana kadri ulivyo na nguvu ndivyo utafanya kazi ya Mungu kwa muda mrefu zaidi. Na mimi nataka nifanye kazi ya Mungu kwa muda mrefu zaidi. Na kuna watu wengine kwa sababu tu wameambiwa sasa
tunatakiwa tukeshe tupate nguvu za Mungu, nguvu za Mungu kwa kukesha. Kwa hiyo unakuta unaambiwa kuna pumziko, resti. Yeye anakesha Jumatatu, Jumanne anakesha, Jumatano anakesha, Alhamisi anakesha. Akija anasema nina nguvu za Bwana. Wewe unavunja kanuni za afya. Hizo nguvu za Bwana hizo za kuvunja kanuni za afya hizo, si umeambiwa ulale masaa mangapi? Hata Yesu alikuwa anakesha mara moja akashinda huko. Yaani ukiambiwa maana yake siku hiyo ndio alikesha huko. Yesu alitupa mfano, unakesha Jumatatu, unakesha Jumanne, unakesha Jumatano, tuko kwenye mkesha wa maombi ulali. Baadaye ukija unasoma mafungu hata hatukuelewi umeanzia wapi, unaenda wapi, unasoma mafungu mwisho unaanza. Wewe fuata kanuni za afya, utafanya kazi ya Mungu kwa muda mfupi. Na Mungu atakupokea, maana ana rehema. Kama amempokea Rahabu, hata wewe anaweza kukupokea. Lakini utafanya kazi ya Mungu kwa muda mfupi, tena umechoka. Ubongo unachoka. Hauna pumziko, huna tafakari hata ya maneno, na mafungu yako ni yale tu, mafungu yako ni yale. Hata ukikaa kwenye tafakari hivi una usingizi uelewi, kwa sababu yani umekaa tu hivi, yani. Mungu atusaidie tuweze kuifanya kazi yake kwa afya, na watu waone hii ndio dini hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu zitunzwe, nguvu zitunzwe. Tutajifunza kufanya mazoezi yenye kutufanya tuwe na afya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anaendelea kwa kusema ya kwamba afya inapaswa kulindwa kikamilifu kama ilivyo kwa tabia. Kama unavyolinda tabia, afya nayo inapaswa ilindwe kikamilifu. Maana anasema hapa mwisho anasema hivi: ugonjwa na mateso yanayoenea kila mahali yanatokana kwa kiasi kikubwa na makosa maarufu kuhusu ulaji. Magonjwa na mateso yanatokana kwa kiasi kikubwa na makosa maarufu kuhusu ulaji. Na mimi nataka niwaambie akina mama, jikoni pale panaweza pakawa na uhai, na jikoni hapo panaweza kukawa na mauti. Ulisikia anasema mauti iko huku sufuriani? Ulisikia wale vijana wanavyosema? Si matango yaliwekwa kule matango pole. Hata jamani, mauti iko sufuriani. Mauti iko sufuriani. Jamani, mauti iko sufuriani. Kama unaweza kaweka sufuria kule imejaa mauti. Ujue mama jinsi ya kuweka chumvi, ujue mama jinsi ya kuweka manjumati yanafanywaje hivi ili uweze kulinda familia yako. Dunia inakabiliwa na aina mbalimbali za utapiamlo, na tumetaja wa juu na utapiamlo wa chini. Hata kwetu Tanzania mpaka mwaka 2012 tafiti zinasema palikuwa na asilimia kama 32 za utapiamlo. Sisi Waadventista wa Sabato tumejifunza jinsi ya kula, na tumefundishwa ni nini tule. Vyakula tunavyotakiwa kula sio hata gharama. Hatupaswi kuwa na utapiamlo sisi. Na kama unakosa chakula hapa mjini, mimi nawashauri, mashamba ni mengi. Kwa nini kukaa hapa mjini hapa? Huna mboga, mboga, huna nini, umekaa tu hapa. Wakati unaenda huko kuna watu wanalima mboga wanakula huko, wana nani? Si ukakae huko, uwe unatoka kule unakuja unafanya kazi huku, unarudi kule unafanya kazi. Kama unakosa mboga, kama unazo, kama una hela, nunua mboga na matunda. Nunua vyakula vizuri. Mahindi siku hizi nayo yamewekewa manani, vitu vya ajabu. Chagua mahindi, unaona kwamba kama inawezekana, lima hata ikiwezekana mahindi yako. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ama uangalie Mwadventista gani mwaminifu anayelima mahindi yasiyo na sumu, nunua. Tena hapa ngoja niseme, kuna mzee mmoja hapa Mwenge, huwa analima mahindi safi kabisa. Na anatangaza, jamani, nauza mahindi hapa, nimetoa zaka ya mahindi. Iko pale zaka ya mahindi. Naenda juma ngapi na yakuta hapo. Nikienda tena kipindi hiyo alikuwa na Bukerebe alikuwa. Naenda nakuta hapo tena. Mahindi yametangazwa, naenda na yakuta. Sasa hao watu wanakula nini hawa? Wanakula nini haya mahindi? Kabidi niyachukue nikayapeleka huko nikayagawa kule. Tunakula mahindi huko, unga sijui wa nini, hata unga mweupe. Yaani mwenye kuuza unga mzuri Dar es Salaam ni ule mweupe.
Wewe uza unga wako ambao bado una rangi, wanasema huu sio msafi. Nataka ule mweupe, yani mweupe kabisa. Hasa mweupe kabisa ni nini kilichomo humo? Jamani, mweupe kabisa ni nini kilichomo humo? Si ni wanga, tena glucose ile ya mwisho kabisa. Kinachofuata sukari juu, sukari juu, sukari juu. Ukiwa kijana unaona tu hamna shida, tunakula nani mweupe, hakuna shida, tunakula. Wewe si kijana. Baadaye ukianza kupunguza ile activity, unaanza kutembea, ukianza kupunguza ile baadaye kitambi, baadaye umechoka, baadaye moyo hauendi, baadaye kisukari. Ukiwa kijana unakula tu ule mweupe, hauna shida, si unafanya activity. Anza kuchoka tena kuanzia 40, kuanzia 30 ngapi hapo kuelekea 40. Unashangaa, mbona siku hizi nakula kidogo tu ninafanyaje? Naongezeka, yani nakula kidogo afu na baadaye unaanza kusema ngoja nirudi kwenye mazoezi. Unaanza kukimbia, unakimbia nifanye mazoezi, unakimbia nirudi kama kijana. Unaumia, ukishaumia unaanza tena uzito unaongezeka. Tawapa formula ya kwa nini uongezeke wakati unakula tu kidogo. Tawaeleza kwa nini. Kwa nini unakula tu viwanga kidogo unaongezeka. Na mwingine kule Usukumani pale nyumbani kwangu pale kuna vijana na vijana watatu. Ile Wasukuma wanasema fugo ile. Yaani ile sufuria ya ugali inayopikwa ni kubwa. Wakifika wanakata ugali hivi. Kata ugali wanaweka kama ni wali wanaweka wanachukua na kama ni maharage, kama ni umeweka nini wanaweka, na mimi nakaa pembeni nasema mtamaliza. Wanasema wewe angalia show hapa. Angalia show. Wako wana nani tena wameweka wakinani paka wanakombeleza, yani paka wanakombeleza. Kwa hiyo mimi ndani pale ndani wakati wengine wametoa kabisa wataki wanga, mimi pale ndani nimejaza magunia ya mahindi kwa sababu vijana wanakula ugali. Na wote ukiwaangalia, kuna siku kamoja nilikuwa naingia pale getini, kamevua shati pale kananifungulia geti. Dereva wangu akasema, "Vipi, umeagiza bouncer aje anani hapo?" Kaambia, "Bouncer gani?" Unakaona kale kajamaa getini. Kwa sababu kakitoka pale kanaenda kanapiga kazi. Kwa hiyo vinapiga kazi, vinapiga wanga na vinapiga viko safi, yani vimejaa mikono, vimekaa hivi. Kwa hiyo unasema kumbe wanga nao sio shida. Shida huenda inakuwa ukimaliza kuula wanga unafanya nini? Jamani, Bwana asifiwe sana. Tusiambizane tu sheria usile wanga kabisa. Na mimi nataka niwaambie leo siku ya kwanza, huenda kesho usije, na usipokuja shauri yako. Hii semina mimi nimejisomea, kwa hiyo ulitakiwa usikilize utulie. Mimi nataka niwaambie kabisa, wale wanaume ambao umeacha wanga kabisa, wanaume umeacha wanga kabisa, wanga unakula mchicha tu. Wewe mwanaume wewe, yani mwanaume kabisa ana mke wake pale nyumbani. Nawaambia sasa asikilize. Alafu umeacha wanga wote kabisa, unakula mchicha tu mwezi mzima. Wewe mwanaume wewe, tutakuja tuanze kukushauri. Kuna vyakula vya kujenga mwili, kuna vyakula vya kulinda mwili, kuna vyakula vya kutia nguvu na joto mwilini. Na vyakula vya kutia nguvu na joto mwilini sana sana tulivyokuwa tunajifunza ile biolojia yetu ya zamani ile. Siku hizi wana vigrupu wanasema vyakula vya nishati. Kwa hiyo vyakula vya nishati wanasema nishati ni wanga, ni protini na ni mafuta. Okay, sawa, lakini vyakula vya kutia nguvu na joto ni wanga. Hiyo ndio primary. Okay, unaweza kubadilisha mafuta nayo yanatia joto, lakini process yake inakuwa ndefu. Na protini nayo inaweza kageuzwa ikatia joto, katia nguvu, lakini process yake lazima tujue wanga unahitajika, lakini kiwango sasa ndio hivyo. Tumepiga ukipiga dile nyingi lazima uende ukafanye kazi ili uiondoe hiyo. Sio unapika
alafu unatoka tu hapo umeenda kulala. Na zile harusi za usiku wa manane ni mauti zile. Harusi za kula usiku wa manane, mauti tu zile. Saa 6 usiku tena watu wanasubiri mmesha nani vile, ndio wanaenda wanawapelekea pale, wanaanza kuwachotea, unachotea wali, kakuku unapewa kale kakuku tena kakipapatio unapewa hivi kadogo hivi diwali. Baadaye unaenda pale, ukifika unakula na wewe umeshachoka, unapiga ukimaliza hapo unaenda kulala, unalala. Umekula saa 6 usiku, sijui saa ngapi. Na watia chuchachu, msiseme pendi hata harusi zetu. Mimi sitaki matatizo. Mimi siingili kwenye manane. Nasema tu unakula usiku wa manane sana. Tena unakula mawanga usiku saa 6 ndio unakuja umekula. Afya haiwezi kwenda. Afya lazima ilindwe. Kwani ukienda tu kwenye harusi ukakataa kula, ukatakula asubuhi, kuna shida yoyote? Na pale kwenye harusi ndio shida kweli. Unapata hadi na nani? Stress. Kwanza chakula chenyewe unaweza kupata stress. Unaenda pale kwenye buffet. Ukienda kwenye buffet, unafika kule kwenye wali unaambiwa pakua tu. Unajazwa tu kuongeza, unaongeza. Ukifika sasa kwenye sehemu ambayo labda upate vitu unaangalia, unasema sasa ukilada twende mbele, tusonge mbele. Nakula vitu usivyolazimishwa, unakula vitu ambavyo yani sijui vitu vya namna gani. Kula nyumbani, kula vizuri, na uwe unakula kwa kujenga mwili. Naomba nisome. Mambo ya lishe yanahitaji kuchunguzwa kwa uangalifu. Mambo ya lishe yanahitaji kuchunguzwa kwa uangalifu. Ni nabii tu anasema hivyo, ni Ellen G. White. Mambo ya lishe yanahitaji kuchunguzwa kwa uangalifu. Healthful Living 76.1. Mashauri haya ya chakula na ulaji yanazingatia miongozo kutoka katika Biblia na roho ya unabii kama rejea kuu na za msingi, pamoja na maelekezo ya kitaalamu kwa kuzingatia sayansi yenye msingi wa ushahidi. Sayansi yenye msingi wa ushahidi. Rejea hizi ndizo zinazotumika katika mada za mashauri juu ya chakula na ulaji kwa ajili ya maisha yenye tija katika kuboresha hali ya lishe. Sasa tumegawanya hapa chakula. Katika sehemu hii wamegawanya chakula cha aina mbili. Kuna chakula cha nishati. Vyakula vya nishati vimewekwa hapa: wanga, protini. Wanga ni chanzo kikuu cha nishati, ambao ni mahindi, mtama, mchele, mkate, viazi na nini, wote hivyo wanga. Ila siku hizi naambiwa usile, yani una shida yote lakini usile wanga. Protini hujenga na kutengeneza tishu mbalimbali kama vile protini maharage, maziwa na nini, mayai. Mafuta huchangia utengenezaji wa seli na utengenezaji wa homoni, karanga na vitu vingine. Sasa kuna watu hawali pia mafuta kabisa. Hiyo nao ni mbaya. Unamwona huyu mtu wa Mungu anavyong'aa uso wake, huyo mkuu wa huduma, unamwona? Hicho kinachofanya kiwe kama kioo hapo ni mafuta. Ile fluidity ya membrane, yani ile ngozi inapokuwa iko sio, umeshamwona mtu asiye na mafuta anafanyaje? Inakuwa imekakamaa, ngozi imekakamaa. Na mtu anaweza kuwa anakufundisha afya, anakuambia uwe na afya, lakini yeye ukimwangalia ngozi yake imekakamaa. Yani imekakamaa, uwe kama yeye. Yani imekakamaa ngozi. Hapana. Unahitaji mafuta kwenye balance. Japokuwa Biblia inasema pia mafuta yote na kitambi ni cha Bwana. Umeshaelewa kitu kama hicho? Kama unakula, wale wanaokula nyama, sasa na wale tutakuja tuongee baadaye, lakini wale wanaokula nyama bado, mafuta na kitambi ni cha Bwana.
Yaani maana yake Waisraeli waliambiwa usile mafuta yale kwenye nyama ile, hakikisha umetoa nini? Umetoa mafuta, unabakiza ile lean meat. Siku hizi nyama tamu kabisa, nyama bora ni nyama gani? Si yenye mafuta. Kidali hapa chenye mafuta ndio kinagombaniwa. Ile ya mifupa hapana, nipe ya mafuta. Sasa mafuta, tutakuja tuongelee mafuta. Na naomba siku naongelea mafuta muwepo. Kwa sababu shida kubwa iliyopo sasa Tanzania na iliyopo sasa kanisani ni moja. Mafuta ya wanyama sawa, tumesema ni mabaya, lakini mafuta ya mimea yamekuwa ndio mabaya kabisa, mafuta ya mimea. Na mimi naomba niwaambie, mafuta ya mimea ndiyo yamekuwa mabaya kabisa. Mafuta ya mimea yanaleta allergy mbalimbali, yanaharibu mishipa ya damu. Yaani mafuta ya mimea ndiyo yanaleta mapresha. Kama uelewi, mafuta hayo ya mimea hayo. Na siku hizi tunatafuta mafuta ya mimea. Na watu wameingia kwenye industry ya mafuta ya mimea. Na watu wote unapoenda, umepikia mafuta gani? Sunflower, Sundrop, sunflower sijui na nini. Sunflower na hivyo vingine. Mafuta ya alizeti. Sijui mafuta ya nini. Ndio mabaya kabisa kuliko kawaida. Na mimi nitakwambia, uje nikwambie. Zamani sisi wazee wetu walikuwa hawana mambo hayo. Walikuwa wanachukua karanga, ile karanga wanaifanyaje? Wanaifanya hivi mpaka inatoa mafuta. Kama ni ufuta wanafanya hivi, unatoa mafuta safi pure. Siku hizi mafuta yale ya mimea yanachomwa, yanapitishwa kwenye nini, yanakuwa refined, super extra refined, mpaka yanapoteza kabisa zile zote vitu, yanabaki tu yanakuwa tu ni yanasababisha, yanabaki tu ni sehemu ya kwenda kusababisha inflammation kwenye mishipa. Sasa utaniambia, anasema mafuta ya mimea mabaya. Ndiyo nakwambia, mafuta ya mimea mabaya kabisa. Nikwambie mafuta ya mimea, uniambie uje nikwambie. Kwa sababu siku hizi unaenda madumu, tunakula mafuta yenye afya, madumu, mwaga madumu. Alafu ukikuta inflammation nyingi, allergy nyingi. Hivi unajua mafuta ya mimea yanaweza kuleta na allergy? Unajua yanaleta na allergy? Sijui wanaweka nini, mimi sielewi. Nimekutana na watu akila tu mafuta ya alizeti, allergy. Sijui wanaweka nini, sijaelewa. Alizeti ile ya zamani mbona ilikuwa, na siku hizi haipatikani hata ile tulikuwa tunachukua. Kwa naenda Singida nini kule, Singida nani, haipo sasa. Siku hizi ameshachukuliwa, watu wameingia. Na watu sasa, nipe nini, nipe hiyo. Kwa hiyo imekuwa tena pressure ndio zimeongezeka. Yaani tangu tuanze kugeuka kula mafuta ya mimea, ndio pressure zimeongezeka. Ndio kisukari kimeongezeka. Ndio matatizo yameongezeka, allergies zimeongezeka. Kwa nini? Jiulize. Si pressure zitakiwa zishuke sasa? Magonjwa ya moyo ndio yamefanyaje? Yameongezeka. Kwa nini? Wakati tumerudi kwenye hali ya ulaji wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu watu wanafanya biashara na roho za watu. Watu wanafanya. Na mimi nawashauri hivi, kwenye makambi yetu, mnisikilize, makambi yetu tunatakiwa tugeuze staili. Sehemu ya makambi yetu kubwa tuhubiri afya. Mtanichukia basi, mimi nitarudi Kinondo mkinichukia. Yaani uanze siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho unakaa kabisa nimetulia hivi, unakaa. Asemavyo nabii kuhusu ulaji hamna. Hamna hiyo, sitaki. Kwa hiyo watu ni wagonjwa. Watu wanaumwa. Watu wanapoteza hela nyingi hospitali kwa sababu tu ule mfumo wa ulaji uliotakiwa haufuatwi. Na sasa tumegeuka, hatufuati kanuni za afya, tumegeuka sasa na mfumo tofauti kidogo. Unaitwa a false revival. Yaani tuna uamsho bandia. Wewe unavunja kanisa za Bwana makusudi kabisa, unazivunja kabisa. Alafu nataka tu sasa tuje tu tuseme tu sasa tuombe Bwana, tuombe. Fuata na utaratibu. Tutaomba sawa, lakini fuata utaratibu wa Bwana. Kula vizuri. Piga mazoezi. Pumzika. Mbona nyuso zenu zimegeuka? Mbona mnataka kupanda? Mbona mniangalie vizuri? Jamani, Bwana asifiwe. Siwaoni vizuri jamani. Bwana asifiwe.
Unajua uamsho bandia ni huu: vunja kanuni za Bwana, tutakuja kukuombea. Ishi utakavyo, tutakuombea tu. Huo ni uamsho bandia, na matokeo yake shetani ataingia kwenye huo uamsho au usisitize. Atausisitiza kwa kufanya miujiza ya uponyaji kwenye huo uamsho bandia. Na baadaye mtasema kanuni za nini bwana? Wewe usituambie ulaji, tutaenda kuomba. Kanuni za nini? Sisi tutaenda kuomba. Mungu ameweka sheria za asili za ulaji. Siku hizi hakuna, sizisikii kanuni za ulaji, sizisikii. Zamani tulikuwa tunaenda mbele kabisa, tunasema usichanganye matunda na mboga za majani pamoja. Hivi ulisoma hiyo? Siku hizi mnaisikia? Siku hizi utakuta mezani matunda mengi na mboga za majani nyingi, zote unachukua matunda mengi na mboga za majani unachanganya humo. Tulikuwa nasikia kanuni za zamani, usiweke sukari kwenye maziwa. Ulisikia hiyo? Si ulisikia? Mimi nilisoma huko 90 ngapi huko? 90 kitu. In fact mimi nimefanya matengenezo 1998, nikaacha mambo ya ulaji wa vitu vingine, nitakuja niwaambie baadaye. Nilikuwa nasoma afya na raha huko. Siku hizi haina shida, kuna research nyingine imeshasema, utafiti. Upelelezi kama ule wa Musa, tunapeleleza Kanani, tunapeleleza Kanani. Sasa tunapeleleza Kanani, matokeo yake utapata Mungu yuko hivi. Akisema jambo, amesema. Ukimrudia unasema bana, naomba nifanye utafiti kidogo kuhusiana na hii ndio niache. Anakuambia yafanya utafiti. Nimeona matokeo, kuna utafiti. Anasema haya, endelea. Muulize Balaamu, anaambia usiende, alafu anaenda kuomba maombi ya kukesha. Anaambia baba niende, anambia nenda. Alafu anamsubiria njiani amuue. Kwa hiyo Bwana alichosema tukitafute, hicho ndicho chakula. Bwana alichosema hicho ndicho kinywaji. Bwana alichosema hiyo ndio kanuni, na kanuni hizi ni za asili. Mungu ajipingi mwenyewe. Hawezi kutoa kanuni alafu baadaye akaipinga mwaka 2020 ngapi. Hapana, kanuni ni ile ile aliyoitoa zamani, ndio hiyo hiyo. Vyakula vya wanga vipo, tule wanga. Tena naambiwa kabisa, vyakula katika hivi vyakula ndio vitakuwa vyakula vyenu. Kila mche ambao ndani ya matunda yake na nini, ndugu zangu, yana mbegu, ndio vitakuwa vyakula vyenu, na vitakuwa vyakula vya wanyama. Sasa siku hizi wanyama wanakula vyakula vizuri kuliko binadamu. Maana unakoboa ule mahindi, unayakoboa. Ukisha yakoboa unachukua ile pumba yote, na kile kiini kina mafuta, kina protini, kina vitamini. Kile kiini kiko totipotent, kiko pluripotent, yani kina potency, ndio kinaota. Simeshaona kile kiini, unakitoa chote kile kiini, alafu unachukua wanga tukale kile kinani, alafu yote haya unaenda unawapa nguruwe, unaenda unawapa kuku na ng'ombe. Hivi ulishaona ng'ombe amekosa choo? Kuna daktari ambaye anatibu constipation ya ng'ombe. Kwa nini ng'ombe hana constipation? Utasema bana alivyoumbwa tumbo lake. Wewe angalia. Alafu hata ukinenepa, mimi na ng'ombe pale nyumbani, hata ukinenepa unakula vizuri, ukanenepa unakula vyakula ambavyo sio mafuta mabaya wala nini. Hata ukinenepa unanenepa, lakini mishipa haijai mafuta. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Si mnamkumbuka mzee Mwasomola? Mwasomola alikwambiaje? Alikwambia mimi na unene wangu huu watu waliamua kunipima, nilikuta sina cholesterol, niko safi. Mwasomola alisema, mimi namshuhudia tu hivyo. Kwa sababu Mwasomola ni vegetarian. Sasa kuna watu wengine vegetarianism wanaona ni kitu cha ovyo, hawataki. Na mimi si ingilii sana ule utawala. Ng'ombe, kuna ng'ombe pale nyumbani, dume lina kilo kama 700, dume liko pale, liko hivi, halina pressure. Yani dume nene lakini halina pressure, limekaa pale. Sasa wanakaa pale najiuliza, hivi nene hili mbona ng'ombe hana pressure? Hivi unashasikia ng'ombe ana pressure? Eti nani anapima pressure ya ng'ombe? Dokta wa pressure ya ng'ombe ni nani?
Au kuna ng'ombe mwenye kisukari, ulisikia? Jamani, kuna kisukari cha ng'ombe, mlishaona kisukari cha ng'ombe? Mimi na challenge you. Tumedrift ile nini wanasema, yani appetite ile tumeiachia. Yani hatujali tena tunakula nini, tunakunywa nini. Na siku hizi hapa mjini sasa hapa mjini imekuwa shida hapa. Kila mtu anakuja na nyinyi hamwezi kusema no. Yani ubongo wa mbele siku hizi hausemi no. Hapa pameharibika ile will power. Yani chakula, shetani anachofanya anakuharibia chakula. Akikuharibia chakula, uwezi ile mbegu anaiharibu. Na siku hizi anaharibu mbegu GMO manini ili aharibu hapa. Akishaharibu hapa, prefrontal cortex hapa ikiharibika, huwezi kusema no. Sasa unaanza kuongozwa na muhemko na hisia, ile limbic system, amygdala. Unaanza kwa hiyo ikipigwa tu kama kitu inapigwa pale, ikipigwa ili mradi tu inapigwa vizuri, ile ikishaanza ni hivi tayari reasoning haipo tena. Ndio kama Waisraeli wakaenda kule, walipofika wakapigiwa kitu, walipopigiwa kitu wakaona mambo yote ni, wakaanza na kuabudu sanamu. Chakula kikiharibiwa, utaabudu tu sanamu. Chakula kikiharibiwa, utadansi tu. Tena utaanza polepole. Utakuta unaanza kutingisha mguu kidogo kidogo, baadaye unaanza kutingisha mguu, baadaye unaanza una nani, unasema ni mageni yule au ni nani yule? Unasema nilikuwa katikati ya watu wengi. Kwa sababu ile will power, ule uwezo wa kusema no, ule uadui uliowekwa na Mungu kati ya shetani na watu wake umeondolewa. Na shetani ndio anafanya hicho. Anatuletea vyakula vyote vinavyojulikana ambavyo sio vyakula. Vyakula wiki, sio chakula. Kwa hiyo kuna chakula kinaitwa chakula cha malaika, chakula cha mbinguni, wakala chakula cha mbinguni. Siku hizi hatujali tunakula nini, kwa hiyo tunaenda tu ili mradi imeenda. Mungu atusaidie. Lakini kwenye chakula hapo kuna vitu vinaitwa vitamini. Vitamini ndio inatoka kwenye matunda pamoja na nini ndugu zangu, na mboga za majani. Lakini vinaitwa nyuzi au fiber. Hiyo ndio inatoka kwenye ganda lile la nje la nafaka. Okay, kwenye mahindi lile ganda la nje ndio lina lavage, lina fiber. Sasa sikiliza nikwambie siri moja. Ile fiber au ravage iliyo kwenye nyuzi zile za kwenye lile gamba la nje, inachofanya ni hiki. Kwanza ikiingia kwenye mwili, unapokula mahindi yasiyokobolewa, ama kungekuwa na mchele usiokobolewa. Hivi siku hizi mchele upo uliokobolewa? Usiokobolewa upo? Zamani tulikuwa tunatwanga hivi na harufu yake ilikuwa nzuri. Kwa natwanga, yani kwanza siku ya mchele, siku hiyo unaoga mapema, maana unanukia kuanzia huko. Unaoga mapema, afu haufanyi dhambi siku hiyo, usije ukachapa ukafungia nje, kwa sababu wali unanukia. Siku hizi wali sijui umekwaje. Wali siku hizi hata wali ni makapi, yani sio wali ule ulikuwa mnatwanga kwanza, mkitwanga yani unaanza kusikia harufu yake. Wali unavutia, wakiweka hata nani, ukishika ile pafu ile unapiga hivi yani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Siku hizi wali mweupe, tena mweupe ndio una bei kubwa, hauna fiber. Fiber imeondoka. Sasa ile fiber inapoingia kwenye mwili, ikifika, kama umekula sumu mbalimbali, si wanaweka madawa kwenye nani, madawa kwenye kupulizia nini, mahindi, labda yale insecticide na manini, yanapoenda ile fiber ikifika, inaengulf, yani inaifunika ile sumu kwa ndani. Unanielewa? Halafu inatoka nayo nje hivi. Maana hata choo unatoka mapema, choo kinakuwa mapema, kwa hiyo inafunika ile toxins zote. Yani ni muujiza huo. Halafu inatoka nazo nje. Lakini kama wewe unakula mahindi yaliyokobolewa, yani zile sumu zikiwepo zinabaki humo, zinachoma huko. Na shangaa siku hizi leukemia imekuwa nyingi. Leukemia ile saratani ya damu nyingi. Masumu haya, insecticide, pesticide, sina manini, yanaleta leukemia. Mercury manini yanaleta leukemia. Mungu atusaidie tule wanga usiokobolewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tule nafaka isiyokobolewa.
Nilikuwa nawaambia watu sembe walao sembe ni wazembe. Jamani, walao sembe ni wazembe. Hebu turudie wote, walao sembe. Mmekasirika Jamani, walao sembe ni wazembe. Na walao sembe ni wazembe kwa kila jambo, kila kitu wazembe. Mwanaume atakuwa mzembe, mwanamke atakuwa mzembe. Jawadi, hivyo nawachomekea tu, hiyo sio biology hiyo, lakini walao sembe ni wazembe. Sasa zile lavage fiber ina faida kuzuia saratani, ile fiber, saratani ya utumbo mpana, saratani ya tumbo. Fiber ile inafanya bakteria wale wazuri wakae mle kwenye tumbo. Wale bakteria ambao wanasaidia mmeng'enyo, wanaleta baadaye vitamini K, wale bakteria wanakuwepo pale ndani. Lavage inasaidia. Siku hizi unakunywa ile kidonge cha kupata choo. Kuna kidonge cha kupata choo. Si umeshaambiwa kidonge, tukupe kidonge upate choo. Ni lavage. Kula nafaka isiyokobolewa na mambo yataenda vizuri. Na mwisho unaona maji nayo yamewekwa pale. Maji yamewekwa kama pale ambayo pia natakiwa tunywe maji. Tutajifunza huko mbele jinsi ya kunywa maji na kufanya mazoezi. Sasa nimetoa summary ya kile ambacho kinatakiwa wiki hii kukifanya. Ila roho ya unabii imesema hivi: wavunjao kanuni za afya, wavunjao kanuni za asili ni sawa wavunjao kanuni za maadili. Yaani anayevunja kanuni za asili na anayevunja kanuni za maadili wote ni sawa, ni kosa. Kuvunja kanuni za asili ni kosa. Kwa hiyo inabidi tujifunze kujua kanuni za asili ili Mungu atusaidie. Kama kuna jambo lolote, swali ama nyongeza, mwenyekiti karibu. Mimi naomba nikomee hapo. Sasa kesho tutaendelea saa 10 na ngapi hiyo? Saa 10 na moja, na nataraji mje kwa wingi, sababu siku hizi naona watu wanaenda kwenye semina za nini, wanalipia hela semina. Njoo hapa. Mimi Dr. Nyanda Elias Rushina, huku mnaniita Dr. Sabato. Ni kweli Bwana amenipa neema ya kujua mambo na kujua biology, yaani kuyajua mambo ya kiroho na kuyajua mambo ya sayansi na kuyafanyia kazi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yaani hiyo ndio faida ya kujua mambo ya kiroho na kujua mambo ya sayansi, tena ya sayansi ya ndani kabisa, kuyajua sayansi. Sijui kama kuna vitu ambavyo utaniambia nisiweze kutafsiri. Njooni tujadili pamoja, tujue tule nini, tunywe nini, wakati gani, tupunguzeje uzito, tuepukeje pressure, tuepukeje kisukari. Mimi na pressure tayari, basi nifanyeje? Nataka nipunguze madawa kabisa, nipunguze kabisa madawa. Inawezekana ukapunguza kabisa madawa, labda usiache kabisa, lakini ukapunguza kabisa. Na sukari nataka nipunguze kabisa madawa. Njoo tujadiliane pamoja, na tutaomba pia. Baada ya kuwa tumejadiliana kujulikana kile tunachotakiwa kufanya ambacho hatujakifanya, tutatubu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tutatubu, tumwambie Bwana, tulikosea tukufanya hivi. Sasa tumeshaugua kwa sababu mapenzi yako tuliyakosea, tuponye. Na baada ya kutuponya, tufundishe kuenenda sawa sawa na mapenzi yako, tuanze upya. Ndio inaitwa a new start, yani mwanzo mpya. Na Bwana atatubariki kwa neema yake, kwa jina la Yesu.